Mambo makubwa na ya faida unayapata katika ujana. Vijana, naomba mnielewe, hata ninaingia hata kwenye maisha ya mtu binafsi. Mambo makubwa na ya faida mtu anayapata katika ujana. Hatua hiyo ndiyo hatua ya kufanya mambo hata maendeleo. Wakati unakuja vijana, wakati unakuja ambapo utafikia hatua utake kunyanyua mguu useme mimi sitoki hapa. Wakati unakuja ambao utajipima ufanye kazi kubwa na ya faida, halafu mwili utasema ulichelewa kunituma. Na wakati utafika mwili utasema stepo nimefika mwisho. Hapa ulipofikia ndio wakati wa wewe kufanya kazi zako kwanza za maendeleo kwa manufaa yako. Ndugu zangu, siku zinakuja na ule wakati hauitwi na mtu yeyote, hata kama tunaweza kusiutake, lakini wakati wenyewe utakuja. Wakati wa ujana ndio wakati ambao Mungu anamhitaji kijana na nguvu zake ili amtumikie Mungu. Wakati huo umefika njia panda. Shetani anakuhitaji kwa sababu anajua una nguvu ili ukamfanyie kazi. Kwa hiyo usiposoma maelekezo utafuata mwajiri ambaye sio sahihi. Usipofuata maelekezo ukazuia breki kidogo ukasoma maelekezo, utafuata mwajiri asiye sahihi. Na ndiyo maana mwandishi wa Zaburi ya 119 anauliza swali katika ule mstari wa 9, ni jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Halafu anapata majibu manne. Jibu la kwanza, kwa kutii. Jibu la pili, kwa kufuata neno la Mungu. Jibu la tatu, kumtafuta Mungu kwa moyo wote. Jibu la nne, kuliweka moyoni neno la Mungu. Ukiona umekosea, kimbia kwenye toba, maana unakosea kama mwanadamu na unasamehewa kama mwanadamu. Unahisi kijana, ukiruhusu adui akaweka makao ndani na usimtoe, unahisi Mungu utafanyaje? Haya, Mhubiri sura ya 12 kifungu kile cha kwanza nasema, mkumbuke Muumba wako siku za ujana. Nimeanza kusema kwamba mtu ana hatua kadha wa kadha. Hili ni swali la kujiuliza. Kijana uliyesamehewa dhambi, ambaye neno la Mungu linakaa ndani yako, kijana mwenye nguvu, unazitumiaje kwenye kundi lako? Unazitumiaje kwenye kanisa? Twende kwenye maisha binafsi. Nguvu zako hata kwenye familia yako unazitumiaje? Amen. Familia yako wanapata faida gani? Wanafaidika na nini na nguvu zako za ujana? Kijana ambaye umemshinda shetani, je, familia yako wanafaidi nini kupitia nguvu za ujana wako? Wakati wa ujana wako, uwe mama uwe baba, familia hawakufaulu nguvu zako. Utabaki nasema mama ameninyang'anya watoto. Sijui naeleweka.
watoto wanamsikiliza mama au watoto wanamsikiliza baba. Unajua watoto ni watoto wa umri, lakini kuna wakati na wao wanaona, wanajua thamani ya nguvu zao. Bwana Yesu asifiwe. Wanajua ni nani hasa amekushikilia, wanajua amen. Wanajua ana miaka 5, ana miaka 7, anajua nimeishi kwa nguvu ya nani, ya baba au ya mama. Wanajua. Halafu kesho utaanza kulaumu, kumbe hujui ulikotoka. Kwa leo niishie hapo lakini ni jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Ni kwa kutii na kufuata neno la Mungu. Jioni ya leo Mungu atubariki katika haya.